katika habari za biashara na uchumi. Karibu. Wafanyabiashara wa soko kuu mjini Babati wamegoma kuuzia bidhaa zao ndani ya soko jipya kwa madai kuwa soko hilo limejengwa kwa kiwango cha chini kinachoweza kusababisha madhara. Wamesema upepo unapovuma paa huyumba na kutaka kuanguka pia mvua zinaponyesha bati hupitisha maji ambayo hutapakaa ndani ya soko. Taarifa yake Zakaria Mtigandi kutoka mkoani Manyara inafafanua zaidi. Ni soko jipya mjini Babati ambalo wafanyabiashara wanadai limejengwa chini ya kiwango ambacho hayastahili wao kufanyia biashara. Mwenyekiti wa soko Pantaleo Swai anasema ujenzi wa soko hilo haukidhi vigezo. Nguzo zimewekwa kwa ajili ya kuhimili paa la juu, imeonekana kwamba haziwezi kuhimili uzito ulioko juu ya paa. Pili, baada ya kupauliwa, mvua ikinyesha kidogo, soko likaanza kuvuja. Ndani ya soko maji yanajaa ndani. Kumalizika kwa hofu ya wafanyabiashara hao kutatokea endapo soko hilo jipya litafanywa marekebisho. Huwezi kumleta mtu, huwezi kumtoa pale mtu, umlete hapo hilo soko bado. Soko mvua ikinyesha hata manyunyu kidogo tu, soko linavuja, maji yanajaa ndani hivi, umeona? Tunamwomba huyu mkurugenzi mpya aliyokuja aje angalie hili soko, arekebishe ili hao watu wanaofanya kazi huku barabarani waweze kurudishwa huku, tujumuike wote huku tuwe tunafanya biashara wote. Uchakavu wa choo katika soko hilo la mjini Babati ni changamoto nyingine wanayoilalamikia wafanyabiashara hao. Choo kimejaa. Watumiaji wengi choo kama unavyokiona hakiwezi kuhimili idadi ya watu walioko ndani ya soko hili. Na kwa sababu kimejaa, matumizi yake kwa kweli hayafai kwa ajili ya matumizi ya binadamu wa kawaida. Halmashauri ya mji wa Babati inakiri kuwepo kwa changamoto katika ujenzi wa soko jipya. Ruben Mfune ni mkurugenzi wa halmashauri hiyo. Kulikuwa na udhaifu katika usimamizi na mhusika ambaye alikuwa anashughulika na ile shughuli moja kwa moja anachukuliwa hatua za kinidhamu kwa ajili ya kosa hilo ambalo limefanyika, kwa sababu ni kweli haiwezekani anasimamia kazi alafu ikawa iko katika hatua ile. Aidha, mkurugenzi huyo anasema ndani ya wiki 3 zijazo changamoto zote katika soko kuu la mjini Babati zitakuwa zimepatiwa ufumbuzi wa kudumu. Zakaria Mtigandi, Star TV, Manyara.